Mheshimiwa Katibu Mkuu, katika wilaya yetu ya Tarime kwa miaka 5 iliyopita haikuwa hivi unavyoiona. Wilaya ya Tarime ilikuwa haiko kama inavyoonekana. Ukienda pale sokoni wakati unaomba kura, ilikuwa ni sehemu tupu ambayo haina kitu kwa sababu ilikuwa imegomolewa. Na wafanyabiashara wa Tarime walikuwa wanapata kazi ngumu sana ya kutafuta sehemu ya kufanya biashara. Lakini wakati tunaomba kura, tuliahidi kabisa kwamba wakichagua Chama cha Mapinduzi, soko litajengwa la kisasa. Na leo nina furaha sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba leo umeenda kuishuhudia soko la kisasa ambalo limejengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 9.6. Soko hili ambayo ni ahadi ambayo ilitolewa na Chama cha Mapinduzi, na mimi nilisimama pale wakati ule waziri mkuu alipokuja, aliahidi na mimi nikaahidi kwamba katika mkinichagua na kukichagua Chama cha Mapinduzi, soko litajengwa. Soko limejengwa, litajengwa. Wana Tarime, soko limejengwa, litajengwa. Mama Samia we! Na soko hili litakuwa na manufaa makubwa katika nchi yetu. Litakuwa na manufaa makubwa katika mji wetu wa Tarime na litainua uchumi wa Tarime. Kwa hivyo nitoe nafasi hii kumshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na naomba ufikishe salamu nyingi kwa wafanyabiashara wa Tarime na wanatarime wote kwa ujumla. Tunashukuru sana kwa kuleta fedha na kujenga soko la kisasa ambalo litabadilisha taswira ya mji wetu wa Tarime. Lakini vile vile Comrade Katibu Mkuu, wakati tunaomba kura, watu wa Tarime tulikuwa tunatumia maji yenye tope, yaliyojaa tope kabisa, unafikiri ni ya rangi. Lakini leo tunazungumza, rais wetu ameleta fedha nyingi sana katika miradi mbalimbali ya maji. Na unapokaa hapo ukiangalia kule, kuna tenki kubwa limejengwa pale ambalo linautumia zaidi ya kata 3 katika mji wetu wa Tarime. Ukienda Nkende wanapata maji safi, ukienda Sabasaba wanapata maji safi, ukienda Nyamsanguru wanapata maji safi. Lakini pia upande wetu wa kulia limejengwa tenki la maji kule Gimenya ambalo linatoa maji katika mji wetu wa Tarime, Sabasaba pamoja na Turwa. CCM oye! Ukienda nyuma yako hapo tuna mradi mkubwa wa maji Kiruno ambao pia unatoa zaidi ya maji mengi katika mji wetu wa Tarime katika kata ya Nyandoto. CCM oye! Lakini zaidi sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi mkubwa unaotoka Ziwa Victoria ambao unagharimu zaidi ya bilioni 134 unaenda kutatua kabisa kero ya maji katika mji wetu wa Tarime. Na sasa watu wa Tarime tutakuwa tunaoga tumesimama, na hii ni kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Mama Samia oye! Lakini vile wakati tunaomba kura Mheshimiwa Katibu Mkuu, wana wa Tarime wanajua, nao ni mashahidi. Tulikuwa hatuwezi kupita katika mitaa mbalimbali. Ukienda Kenya Manyori ulikuwa uweze kupita, ukienda Nyandoto ulikuwa uweze kupita, ukienda Turo ulikuwa uweze kupita, ulikuwa unaenda Nkende uweze kupita. Lakini pia hata katika mji wetu Tarime hapa Sabasaba tulikuwa hatuwezi kupita. Leo hii unawasha bajaji, unaenda mpaka Kenya Manyori, unaenda mpaka Kitare, unaenda mpaka Nyandoto, unaenda mpaka Nkende, unaenda mpaka Nyamsangura, kote unapita na bajaji na mambo yote ni sawa sawa. CCM oye! Niseme. Ukija katika upande wa afya, tulikuwa wote tunarundikana katika hospitali ya wilaya Tarime. Mtu alikuwa anatoka kule Masurura anakuja hadi hapa Bomani. Lakini leo ninapozungumza, ukienda Masurura kuna zahanati, ukienda Nyagisese kuna zahanati, ukienda Gamasara kuna zahanati, ukienda Kibaga kuna zahanati, ukienda Kederi kuna zahanati, ukienda hapo Bosoti kuna zahanati, ukienda kule Nkende kuna kituo cha afya. Kote kuna huduma ya afya imemfuata mwananchi katika sehemu yake. CCM oye! Ndani ya miaka 4 kazi kubwa imefanyika. Ukienda katika hospitali yetu ya wilaya imeboreshwa, huduma nyingi zimeboreshwa pale na mambo yanaenda vizuri. Na hii yote ni kazi ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa vile ambavyo anajali watu wa Tarime. Na nakuomba sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, ukifika umfikishie salamu za wana Tarime kwa kazi nzuri ambayo inafanyika na ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kikamilifu. Mheshimiwa
Na kuomba sasa, pamoja na mafanikio mazuri ambayo yamefanyika katika mji wetu wa Tarime, tunazo changamoto chache ambazo ningekuomba tafadhali sana siweze kufanywa kazi. Ya kwanza, kuna baadhi ya mitaa ambayo haina umeme, ambayo tunahitaji pia wapate umeme ili waweze kufurahia huduma ya umeme katika mitaa yao. Lakini vile niomba sasa, wapo wakandarasi ambao wanapewa tenda, lakini wanashindwa kutekeleza miradi hiyo kwa wakati na kusababisha usumbufu katika wananchi kupita katika maeneo yao. Lakini vile barabara ya Nyamwaga, barabara ya Tarime Nyamwaga, wananchi walibomoa nyumba zao kupisha ujenzi wa barabara, na barabara hii imechukua muda mrefu kuanza kujengwa. Tunaomba sana sasa barabara hii iweze kuangaliwa kwa macho ya pili. Ya tatu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, katika hospitali yetu ya wilaya ya Tarime inahudumia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Watu wa Serengeti wanakuja pale, watu wa Rori wanakuja pale, watu wa Tarime vijijini wanakuja pale, na hata nchi jirani wanakuja pale. Na kiwango cha fedha kinachotengwa kwa ajili ya huduma madawa ni kidogo. Sasa wanapokuja pale madawa yanatumika, na wakati huo sasa tunapata upungufu wa madawa. Naomba sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu, hospitali hii ipandishwe iwe ya kanda ili iweze kupata bajeti kubwa ili iweze kuhudumia wananchi kikamilifu. Tarime oye! Tarime oye! Niseme ndani ya miaka 5 nimekuwa pamoja nanyi, kweli si kweli? Nimekuwa Mkogoti kweli, si ndio? Na Mkogoti ndio anakaa na wazazi, kweli si kweli? Mwenye Mkogoti ndio anabaki kuitongo, kweli si kweli? Mkogoti ndio anaangalia wazazi, kweli si kweli? Sasa Mkogoti imefika miaka 5. Naomba niwaulize, Mkogoti aendelee asiendelee? Naomba niulize, Mkogoti aendelee asiendelee? Wangapi wanasema Mkogoti aendelee kuchukua fomu? Mimi wakati mlimpa kura nilisema nitakuwa mtumishi wenu, nitashuka hadi kwenu, nile pamoja na nyinyi. Chochote mnachofanya tufanye pamoja, nami nimefanya pamoja nanyi wakati wote, kweli si kweli? Na nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu ambao mnanipatia wakati wote. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.